Jumla ya wajasiriamali 35 mkoani Tabora wamepeperusha vyema bendera ya mafanikio baada ya kutunukiwa tuzo za mdau shupavu. Tuzo hizo zilizotolewa na taasisi ya Whole Smile Tanzania zinazolenga kutambua mchango wa kipekee wa wajasiriamali katika kutoa huduma na elimu ya ujasiriamali kwa vijana na jamii kwa ujumla nchini. Akizungumza wakati wa kutoa tuzo hizo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Whole Smile Tanzania Arnold Bwechum amebainisha kuwa lengo kuu la tuzo hizo ni kuleta thamani na heshima kwa wajasiriamali wanaojituma katika kada mbalimbali. Kutambua na kuthamini michango ya watu mbalimbali wanaofanya vizuri kwenye kada mbalimbali. Tukimzungumzia mdau shupavu, sio mtu anayelalamika. Ukimwambia leo Mr. Mrutu ashie kidogo nasi historia yake kuanzia alipoanza mpaka hapa leo. Kuna siku anaenda mpaka polisi, kuna siku anaamka na kuta wafanyakazi wote hawapo, kuna siku anaamka na kuona leo madeni tutakufunga taasisi zako, kuna siku alishakununuliwa na majirani, kuna siku alishatengwa na jamii, kuna siku watu wote wanaona wafai. Lakini leo kama mkurugenzi na mdau shupavu, ukimwona leo Maana Cosmetics au Tabora Hair hawakuanza leo, TWCC hawakuanza leo, walianza kupambana kuanzia chini, leo wakawa wadau shupavu. Naombeni kwa heshima kubwa, jipigeni makofi wadau shupavu kwa hapa leo. Hili jukwaa ni jukwaa langu la 32 toka nimeanza kuandaa matamasha mwaka 2018. Tuzo za kwanza tulifanya manispaa ya Kahama pale wakati wa halmashauri ya Kahama. Tuzo za pili Kahama. Event yangu ya kwanza nilikuwa na watu 12, event yangu ya kwanza pale Kahama. Kila utakayefuata kiongozi, tuko pamoja. Hili jambo la tofauti je kutokea, lazima tuje. Tunakuja. Na watu 12 ni staff wangu 4. Wengine tunawapa tiketi za bure na walipia tiketi watu 2. Kwa mimi nilifeli kule nyuma, lakini sasa hivi ninavuna kile ninachokipanda. Lengo la kuandaa kwa sababu ni kwamba sio kila siku apokee watu wengine kutoka miji mikubwa. Ndugu zangu, matamasha yote makubwa huwa yanaishia Dar. Uongo kweli? Matamasha makubwa, wapambaji wakubwa wote wako Dar. Wapishi wakubwa wote wako Dar. Lakini je, Tabora anaweza akatoka mpishi wa kitaifa? Tunaweza hatuwezi? Kwa upande wao, baadhi ya washindi walionyakua tuzo hizo wameshirikisha furaha yao, huku wakitoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa za ujasiriamali. Kipekee tuzo ambayo nimeshinda ni tuzo ya mwandaji bora wa tenda za vyakula. Nafanya huduma za tenda za vyakula, yani catering service, na tunahudumia sherehe zote, sherehe kubwa, sherehe ndogo. Na kipekee sana tumepokea zabuni nyingi, ni wazabuni wakuu pia upande wa sherehe katika kambi ya jeshi, kwa maana ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia tumeaminiwa na wizara mbalimbali. Kwa sababu ya muda nitatoa peji, mtaziona kule. Kipengele cha vijana wanaoanzisha biashara na kuisimamia na kuiendeleza. Kampuni yangu inaitwa Mumak Products and Dairy Enterprises. Kwanza kabisa ninatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kunipa kibali kwa wadau walionipa. Pia natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuletea Whole Smile, kwa ajili ya kutuletea motisha chanya kwa vijana wa Tabora. Pia mimi natokea Igunga, kwa hiyo I'm excited kuwania na mtu wa Tabora. Nikaamini kwamba kumbe na Igunga tunaweza, so vijijini tu tunabaki tunadharauliwa. Igunga oye! Nipende kuambia wadau wote, karibuni kwa ajili ya mafunzo ya biashara, mafunzo ya uanzaji wa biashara, lakini pia tuna uwezo wa kuandaa kwenye kiwanda chako. Tuna mfumo ambao wa Kaizen ambao wewe huwezi kurundika vitu, utatumia mfumo sahihi. Tuzo hizo za mdau shupavu mkoani Tabora zilivutia zaidi ya washiriki 300, ambapo wajasiriamali 35 pekee ndio waliofanikiwa kuibuka kidedea katika vipengele mbalimbali kama vile mpishi bora, mpiga picha bora, taasisi bora na nyingine nyingi, ambapo baada ya ushindi huu wa ngazi ya mkoa, washindi hao sasa wanajiandaa kuchuana
katika hatua inayofuata ya kuwania tuzo ya mdau shupavu kanda ya Magharibi. Kutoka Tabora, jina langu naitwa Khadija Omar Mazezele, Mabadiliko Chanya TV.